Hello, karibu tena katika channel yetu pendwa Vitabu na Uchambuzi, na leo utakuwa na mchambuzi wako wa vitabu Japhet Katana, na ninayo furaha sana kujumuika pamoja na wewe siku hii ya leo. Na kitabu tutakachokuwa nacho leo ni kitabu bora sana kilichoandikwa na mchungaji James Kalekwa, kinaitwa Mimi ni Mwanamume. Mimi ni Mwanamume. Kama ambavyo ninakusomea na kukuwekea muhtasari au kukupa dondoo ya kitabu hiki Mimi ni Mwanamume, basi ndivyo ambavyo itakavyokuwa katika video nzima hii nitakapokuwa ninachambua kitabu hiki, na kuhimiza upate nakala yako ya kitabu hiki, kwa sababu vitabu hivi mwandishi amekuwa akivitoa bure kabisa kwa lengo la kutaka watu wajawe na maarifa kama vile maji yaijazavyo bahari. Basi karibu ambatane nami upate kujua kitabu hiki, yale yaliyomo na yale ambayo utapaswa kujifunza, kwa sababu watu wengi wamejikuta na jinsia ya kiume, wamejikuta ni wa kiume, lakini hawajui nini maana ya kuwa mwanamume. Na katika kitabu hiki mwandishi amefafanua dhana ya wanamume kwa upana. Basi nitakuwa nikikuletea ili walau upate picha ya nini maana ya kuwa mwanamume, na wewe mwenyewe kama ni wa jinsia ya kiume basi ujitambue na kujitambulisha kuwa wewe ni mwanamume. Na katika kitabu hiki basi tutaanza kuona yale ambayo mwandishi wetu mchungaji James Kalekwa ameyaweka pamoja ili yaweze kutusaidia na kuleta kuwa msingi wa sisi kujua yaliyomo ndani ya hiki kitabu kuwa mimi ni mwanamume. Katika kitabu hiki mwanamume ametafsiriwa katika madaraja makubwa manne yanayoitwa misuri. Kwa katika kitabu hiki mwandishi ametafsiri au ameutafsiri wanaume au mwanamume katika madaraja makubwa manne, ambayo katika hayo madaraja makubwa manne tutakuwa tukiangalia pole na kujua daraja moja hata tutakapokuwa tunahitimisha. Na sema kila mwanamume kuna mahali anachota tafsiri ya wanamume, na ndio hii huamua kila kitu kuhusu wanaume wake katika maisha. Kwa kila mwanamume ana mambo ambayo au ana maana ambazo zinamfanya aelewe kuwa kwa jambo hili ndilo linamfanya kuwa mwanamume, na hiyo iko tangu zamani. Kwa kuna mambo ukifanya unaonekana unafanya kiume, kuna mambo ukifanya unaonekana ni ya kike, au kuna namna, yani kuna ufahamu ambao mtu anakuwa nao unamfanya kujitambua kama ni mwanamume, au yani kuna kitu ambacho anakuwa nakijua ndio kinamfanya atende sawa, atende na vile anavyokuwa kama anavyojiona kuwa ni mwanamume. Na tunaanza msuri wa kwanza kama ambavyo tumeona kwa tutaangalia misuri minne. Basi msuri wa kwanza ni msuri wa kiume au male, msuri wa kiume male, jinsia, ambayo sasa hapa ni tafsiri ya awali kabisa ya mtoto anapozaliwa. Taarifa anapewa mzazi baada ya kupongezwa ni kuambiwa jinsia ya mtoto. Kinachotambulisha jinsia ya mtoto ni maumbile yake na viungo vya uzazi, ndipo tunajua huyu wa kiume au wa kike. Naona kwa katika tafsiri ya kwanza ya jinsia ya kiume au wanamume, basi tunaujua kwa msuri huu wa kwanza wa wanaume ambao ni wa asili kabisa wa awali. Mtoto anapozaliwa tu hajichagulii, ila anajikuta katika jinsia fulani. Kwa hiyo jinsia ndio inamfanya kuanzia hapo tu ndipo aanze kutambuliwa kama mtu wa kundi fulani. Na hapo mtoto anapozaliwa, mzazi anapongezwa kupata mtoto, lakini kinachofuata basi ni kumtajia au kumwambia jinsia ya mtoto, na maelezo yanakuwa hajakamilika kama mzazi amepongezwa tu kupata mtoto na haijulikani amepata mtoto gani. Na kinachofanya kwa haraka kwa mtu yoyote kujua utofauti, basi anaangalia kujua utofauti kutokana na viungo vya uzazi au jinsia, ambayo akaangalia katikati ya miguu, basi anaweza akaona tofauti ya mwanamume au mwanamke. Sasa hii ni msuri wa kwanza kabisa wa mwanamume, male, na hii ni zawadi
kutoka kwa Mungu, unapata tafsiri kutokana na maumbile yako. Hii ni ya mwanzo kabisa. Unaona hapa mkunga anatazama katikati ya miguu kutoa pongezi na kwa mzazi kwa amepata mtoto wa kiume au wa kike. Unaona, kwa hii ni zawadi. Jinsia yako ulio nayo ni zawadi kutoka kwa Mungu. Wala uhitaji kubadilisha, wala uhitaji iwe sijui ya namna gani, lakini hiyo ni zawadi ya utambulisho ambayo inatoka direct kutoka kwa Mungu kuwa wewe unakuwa ni mtu wa jinsia fulani. Huhitaji kufanya lolote ili kuwa wa kiume, male. Yaani hapa huhitaji kufanya jambo lolote ili uwe wa kiume. Yaani unajikuta tu ni wa kiume. Vema kupata tafsiri ya wanamume wako kuanzia hapa kwenye wa kiume. Kuna watu katika dunia hii hawana ujasiri wa utambulisho huu wa kimaumbile. Hivyo ni muhimu mtu anzie hapo. Unaona, kwa mwanamume ni muhimu sana kuanzia kwenye utambulisho, kujijua jinsia, kuanzia kwenye jinsia, kwa sababu tuko kwenye ulimwengu ambao tunasema a confused world. Yaani ulimwengu ambao umechanganyikiwa kiasi ambacho watu wameanza kupoteza, au wengi hawana hata ujasiri wa kuanza kujitambulisha kwa jinsia zao. Lakini kwa jinsia ambayo Mungu amekupa, jinsia yako ni zawadi kabisa kutoka kwa Mungu kwa ajili ya kusudi jema ambalo ameliweka kwenye maisha yako. Basi tutaendelea hapa kuona na katika jambo hili ambalo tutaendelea kuona nalo, basi tunaanza upande mzuri. Umeona, yani ni vema upate tafsiri sasa kuanzia hapo, na lakini usiishie hapo kwenye kupata hiyo tafsiri ya wanamume kaishia kwenye maumbile ukaondoka. Uwepo wa maumbile ya kiume iwe tafsiri kuwa Mungu amenifanya mwanadamu mwanamume. Kwa kuwa tuna maumbile ya kiume katikati ya miguu yako, basi iwe ni tafsiri tosha ya kwamba Bwana au Mungu amekuumba wewe ni mwanadamu, lakini mwanadamu wa kiume. Na upande mbaya, tafsiri hii ya wanamume wako haipaswi kuishia katika maumbile. Wale wanaoishia hapa ndio huendelea mbali zaidi kujivunia misuri, kifua, muonekano wa nje, na kuna wengine kuwa duni au kujihisi uduni au pungufu sababu ya kutokuwa na umbile fulani. Unaona, kwa watu hao, mtu anayeishia na tafsiri ya kimaumbile peke yake anaishia kujivunia misuri, atashinda gym, atatengeneza mwili six pack na nini na misuri, atajivunia hapo. Hatukatai kuwa na vitu hivyo, au si jambo baya kuwa na misuri na muonekano fulani wa ukakamavu, sio jambo baya, lakini haipaswi kuishia hapo, kwa sababu wengine wanafika hatua wanaanza kukosa ujasiri hata kujitambulisha, hata kujitambua kama wanamume, kwa sababu wameona wana upungufu wa kitu fulani, labda hana kifua kipana, hanakosa ujasiri wa kujitambulisha kusimama kama mwanamume kwa sababu anaogopa kuwa yeye hana kifua kipana. Lakini tafsiri ya kimaumbile ndipo ambapo bema sana kuanzia kujua hatua ambayo Mungu au kuwa mwanamume. Ukishia hapa, umeona, ukishia kwenye maumbile tu, hatari yake ni kuanza kuwa mharibifu, violent. Mtu aliyeishia kwenye kujitafsiri kwa maumbile anaanza kuwa violent. Unaweza kukuta anabaka kwa sababu yeye ni mwanaume, anabaka, anapiga ngumi, anatukana, anatisha kwa sababu wewe ni mwanamume, yani una maumbile fulani. Kwa unakuta mtu anapiga mtu si tu kwa sababu yani amekosana, anampiga kwa sababu ni mwanaume, au anataka kufanya kitu chochote ili ajionyeshe kuwa mwanamume. Yani kwa kiwango hicho ambacho mtu anapaswa kujitambua, lakini mtu anakuwa anafanya kwa sababu tu ni mwanamume. Na kwenye Biblia tunaweza tukapata rejea kutoka kwenye kisa cha Amnoni na Tamari. Huyu Amnoni alikuwa ni kaka yake Tamari, lakini wameshare au wameshirikiana kupata baba mmoja, na kwa sababu hiyo huyu kaka yake Amnoni alimtamani mdogo wake Tamari na akataka kulala naye, na akafanya mbinu zake, na mwisho wa siku akalala naye kwa kumlazimisha, yani kumbaka. Na kitabu hiki unaweza kusoma hii habari, kisa hiki katika kitabu cha Samueli wa pili sura ya 13 mstari wa 11 hadi wa 12. Amnoni alimshika kwa nguvu ndugu yake Tamari, akamtenza nguvu. Unaona, alimshika kwa nguvu akambaka. Kwa nini alifanya hivyo? Kwa sababu ya nguvu. Kwa alifanya hivyo kwa sababu alikuwa na nguvu ya kama mwanaume,
akamfanyia mdogo wake jambo baya kama hilo. Lakini alijitafsiri kuwa mwanamume ni kuwa na nguvu na kupata alicho nacho kwa nguvu, yani kwa kulazimisha, kwa nguvu alizokuwa nazo akatenda jambo kama hilo. Mwanaume anayejipatia tafsiri ya wanaume wake kwa kuishia katika maumbile tu anabakia kuwa mtoto, maana watoto ndio hupata tafsiri ya wanaume kwa njia hii, kwa kutazama maumbile na muonekano. Naona unakuta mtu mwanaume ambaye ameishia kwenye viwango hivi, basi anaishia kuwa mtoto, hata kama ana ndevu, hata kama anazeeka na mvi. Lakini kama ameishia kujitafsiri kuwa mwanaume kwa maumbile peke yake, basi anaishia kuwa mtoto, kwa sababu watoto ndio utofautisha mambo haya kwa maumbile, utofautishwa kwa maumbile, na jinsi ya kutazama maumbile na muonekano ndio huwatofautisha watoto wa kiume na wa kike. Sasa tuanze msuri wa pili, mwanamume man. Mwanamume man. Tuliona mwanamume male kama jinsia, sasa tunatazama mwanamume man. Mwanamume man. Mimi ukisoma kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 2 mstari wa 2, anasema ni maneno ya wosia ya Daudi akimwambia mtoto wake Sulemani. Anasema mimi ninaenda njia, yani anakaribia kufa, ninaenda njia ya ulimwengu wote. Anamwambia mtoto wake ujionyeshe ya kuwa mwanamume, ujionyeshe ya kuwa mwanamume. Na anapomwambia ujionyeshe kuwa mwanamume, basi hatutarajii kwamba alikuwa anamwambia kijana wake afungue zipu yake, awe anatembea anaonyesha maumbile yakiwa wazi ili watu wote wajue kuwa yeye ni mwanamume. Anasema ukiambiwa jionyeshe kuwa mwanamume, utaonyesha nini? Mfano wewe kaka yangu hapa unayenitazama, ukaambiwa jionyeshe kuwa mwanamume, utaonyesha kitu gani? Hapa ndipo ambapo tunapaswa kujifunza ili ujue nini hasa kinapaswa kuonyeshwa, ili tujue kama kweli wewe ni mwanamume. Na kufanya unaona, kwa hakika najua hataonyesha maumbile yako. Yani hata wewe kuambia onyesha kuwa mwanamume, hautaanza kufungua zipu zako ili watu waone maumbile yako. Hauwezi kutembea umefungua zipu ili watu watambue wewe ni mwanamume. Pili, kama hutaonyesha maumbile, utaonyesha nini sasa kaka? Kwa hapo jambo gani utalolionyesha ili watu wajue au waonyeshe, waone kwa wewe ni mwanamume? Ni kweli hatua ya kwanza ya kuwa mwanamume ni zaidi ya maungo au maumbile. Kwa huu ni ukweli usiopingika ya kwamba kuwa mwanamume ni zaidi ya maungo tu na maumbile. Hapa mwanamume hujipatia tafsiri ya yeye ni nani kutokea kwenye mkusanyiko wa uelewa, fikra na mitazamo au mafunzo. Umeona? Ni nafsi, ni utu wa ndani. Kwa unaona, kwa mwanamume hapa sasa ni nafsi, ni utu wa ndani. Sasa napata tafsiri ya kuwa mwanamume kwa mafundisho ambayo umefundishwa, kwa mambo yaliyo kwenye nafsi yako ndani, ndiyo ambayo sasa yanaanza kukupa tafsiri halisi ya wewe kuwa mwanamume. Huo ni msuri wa pili. Ukisoma vizuri utaona ni kuonyesha utu wa ndani ulioathiriwa na roho yako. Huu ndio mwanamume. Anasema Wafalme wa kwanza 2:3, shika sana lile Bwana Mungu Mwenyezi analokuagiza, enenda katika njia zake, ushike maagizo na amri zake, sheria zake na kanuni zake, kama alivyokuandikia, kama zilivyoandikwa kwenye Torati ya Musa, upate kustawi katika yote ufanyayo na popote uendako. Naona sasa anaanza kumwambia au anamwelezea zaidi kuwa mwanamume ajionyeshe kwa mwanamume katika mambo gani. Anajionyesha kwa mwanamume katika mambo yanayoshika yale ambayo Mwenyezi Mungu amemwagiza, anatembea katika njia na amri zake, anatembea katika kanuni zake kama Musa alivyoagiza katika Torati. Kwa hiyo ni msisitizo anaoanza kumpa sasa mtoto wake Sulemani kuwa afanye hivyo, atajionyesha kwa mwanamume. Kujionyesha kwa mwanamume ni kuonyesha mahusiano yako binafsi na Mungu. Kwa mtu akisema jionyeshe kwa mwanamume, basi anataka kuona mahusiano yako binafsi na Mungu, ambayo hayo ndiyo yanaleta msingi na tafsiri sasa yanatafasiriwa na utu wako wa ndani zaidi kuliko utu wa nje. Mwanaume ambaye hana mahusiano mazuri na Mungu anakuwa anatafurani, yani ya yeye mwenyewe anatafurani. Kwa huyo
hawezi kuonyesha wanamume wake, kwa sababu hana mahali pa kuchota kuonyesha wanamume wake kutokea ndani. Ana maumbile, ana maungo, lakini hana tafsiri ya ndani. Kwa mwanamume kuokoka ndilo jambo la kwanza la msingi kuonyesha kujitambua. Kutokuokoka ni onyesho la juu kabisa la kiburi. Kwa kama mwanamume hauna mahusiano binafsi na Mungu, yani kwa kuokoka, unamkiri Bwana Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unaamini moyoni mwako na unamfuata kwa nguvu zako zote, akili na maarifa na uwezo wako wote, unamkiri Bwana Yesu kwa ni Bwana, alikufa na kufufuka, kama sawa na Warumi 10:9 hadi 10 pale, unaokoka. Kwa mwanamume kuokoka, kama mwandishi anavyosisitiza, ndio onyesho la juu kabisa la mwanamume. Lakini kutokuokoka mwanamume ni kiburi. Hilo ni onyesho la juu kabisa la kiburi. Mwanamume asiye na mahusiano yake binafsi na Mungu ni bomu linalosubiri kulipuka. Ni hatari sana kwa mwanamume yoyote ambaye hana mahusiano na Mungu kwa binafsi. Ni timely bomb. Ni bomu ambalo limetegwa, linasubiri tu kulipuka, linahesabu dakika kwa ajili ya kulipuka. Kwa mwanamume, hakikisha una mahusiano yako binafsi na Mungu. Huu ndio msingi wa kukujenga katika wanaume. Katika mstari huo yamegusiwa mambo kadhaa. Kwanza amesema njia. Ametaja njia, ametaja maagizo, ametaja amri, ametaja sheria, ametaja kanuni. Haya ndio mambo yanayomtengeneza mwanamume. Njia, maagizo, amri, sheria, kanuni. Haya ndiyo mambo ambayo yanamtengeneza mwanamume. Haya ndiyo mambo yanayomtengeneza mwanamume. Daudi alimuonyesha mwanae maana ya kuwa mwanamume. Mwanamume ni mtu anayemwabudu Mungu kwa kujimwaga bila kujali maoni ya watu. Kwa mwanamume katika swala la kumwabudu Mungu ni mtu ambaye anamwabudu Mungu kwa kujimwaga bila kujali maoni ya watu. Daudi aliwahi kujiachia mbele za Bwana machoni pa mkewe Mikali binti Sauli. Huyu Daudi anasema hata mkewe akaanza kumkemea. Anasema anamkemea na mamdhiaki kwamba amejifunua mwili kama mmoja wa mabaradhuri au watu hawa vichaa. Mabaradhuri anajifunua kama watu kichaa, au mtu aliyerukwa na akili, au mtu asiye mstaarabu. Huyu ndo anaitwa baradhuri. Kwa huyu mke wa Daudi, mtoto wa Sauli ambaye alikuwa ni mfalme kabla ya Daudi, basi alikuwa anamkemea kuwa amecheza hadi amejifunua mbele za watu. Wafalme wa pili, Samueli wa pili 6:20. Daudi sasa majibu yake akamjibu katika Samueli wa pili 21:22. Anasema ilikuwa mbele za Bwana aliyenichagua mimi juu ya baba yako na juu ya nyumba yake, ili kuniweka niwe mkuu juu ya watu wa Bwana, juu ya Israeli. Kwa hiyo mimi nitacheza mbele za Bwana, kisha nitakuwa hafifu zaidi, nami nitakuwa mnyonge zaidi machoni pangu mwenyewe, lakini kwa wale vijakazi unaowanena kwao nitaheshimiwa. Unaona, kwa huyu alikuwa anaona kama mumewe anacheza mbele za watu, hatakosa heshima mbele za watu anaowaongoza, lakini mumewe anamwambia jambo kubwa sana, kwa yeye ataendelea kuwa hafifu kwa sababu Mungu amemchagua yeye dhidi ya baba yake. So kwa sababu amemchagua hivyo, anaendelea kunyenyekea na kujishusha zaidi mbele za Mungu. Atakuwa hafifu, atacheza mbele za Mungu, atamwabudu Mungu kwa bila kujali, lakini baadaye ndipo ambapo watu wanaoongoza watamheshimu. Mwanamume ni kuishi zaidi yako. Kwa ukiwa mwanamume, kumbuka ni kuishi zaidi yako, kuishi kwa ajili ya jambo kubwa kuliko wewe. Kwa ukiwa tu mwanamume, ujue kabisa unaishi zaidi ya kwako mwenyewe na unaishi kwa ajili ya jambo kubwa kuliko wewe mwenyewe. Tena kwa kuwazia wengine, mindful juu ya namna wanavyoishi. Kwa hiyo mwanamume hauishi kujiwazia peke yako, unawaza pia kwa ajili ya watu wengine. You will be mindful. Unakuwa makini kuangalia namna ambavyo wanaishi na kuenenda. Hiyo pia ni sehemu ya kuwa mwanamume. Na mwanamume hutumia nguvu zake nyingi kulinda wanyonge au duni, wasiojiweza na wanaoonewa. Kwa mwanamume moja ya kazi yake kubwa ni kulinda wanaoonewa, wanyonge na watu duni.
Anasema ndio maana wanamume wa Biblia ndio waliokuwa wakienda vitani na kuacha wanawake na watoto nyumbani na kutumia nguvu zao kwa ajili ya watu wao. Naona kwa hao wanaume wa enzi hata za Biblia walikuwa wanaenda vitani kupambana na maadui wanaotishia jamii yao. Wanawake zao, watoto zao wanabaki kwa wanaenda kutumia nguvu zao kwa ajili ya watu wengine, kuwalinda, kuhakikisha watu wengine wanakuwa salama. Kwa huo ndio wanamume, na huyo ndio mwanamume, anatumia nguvu zake kuwalinda na kuwajali, kuwawazia watu wengine kuliko kujiwazia yeye mwenyewe binafsi. Na nguvu ulizopewa si kwa ajili ya kuwadhuru watu bali kuwalinda. Kwa Mungu ametupa nguvu, au Mungu amekupa nguvu wewe kama mwanamume, hizo nguvu ni kwa ajili ya kuwalinda watu wengine, si nguvu kwa ajili ya kuwaonea au kuwaumiza. Mwanamume hujali, considerate hisia za watu wengine, huwa hawagandamizi wala kuwatumia tu ili kukidhi haja au hamu au matakwa yake. Mwanamume anayefanya hivyo huleta madhara makubwa sana. Kwa naona mwanamume anajali hisia za watu wengine, hajali kuwatumia watu ili kutimiza hamu zake, haja zake mwenyewe. Anawajali watu wengine. Kwa mwanamume yoyote unapaswa kuwa na ufahamu huo. Na kuwa tendo la Amnoni na familia unaona hapa sasa anajaribu kutuonyesha kuwa bila kuangalia hisia za watu wengine, basi utafanya kama Amnoni ambaye alikuwa anajisikia shauku ya kutaka kulala na dada yake, akalala naye, lakini tendo hilo limeigharimu sana familia ya Mfalme Daudi. Hata katika kumbukumbu unaweza ukaona na ukakumbuka yale ambayo yametokea kutokana na jambo hili. Kwa jambo hilo la Amnoni na Tamari, Amnoni kumwingilia Tamari, kumbaka Tamari, likaifanya familia ya Daudi kunajisika. Kwa kama mwanamume angejali si tu hisia zake, si tu kutaka kutimiza hamu na matakwa yake, basi angeweza kusaidia hata familia yake ikabaki kwenye msingi ulio imara. Na jambo lingine au msuri namba 3 wa mwanamume basi ni mume. Msuri namba 3, tumeanza msuri wa kwanza, tumeona ni msuri wa jinsia male. Tumeona msuri wa pili ni mwanamume man, na msuri wa 3 ni mume husband. Na hii ni ngazi kubwa sana ya kimahusiano hapa duniani, yaani kuamua kwa hiari yako mwenyewe kuambatana na mtu mwingine au mwanamke. Mwanzo 2:24. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, na nao wawili watakuwa mwili mmoja. Naona kwa maamuzi haya yanahitaji ukomavu ya mtu aliyekomaa. Anaamua kuacha wazazi wake, anaambatana na mwanamke mmoja, na huyo anakuwa mwili mmoja naye. Sio anaambatana na kila mwanamke au analala na kila mwanamke, hapana. Anaambatana na mwanamke mmoja ambaye huyo ndiye anamchagua na anaenda huko, wawili hao watakuwa mwili mmoja. Kwa ni commitment ya kiwango cha juu sana ya kufanya au kuwa mume. Na jambo lingine, kukubali kuhusiana na mtu mmoja kwa kiwango kikubwa cha kimahusiano kuliko mtu mwingine yoyote, kuyashiriki maisha yako na mtu mwingine. Kwa huyu ni hatua ya mume, anashiriki maisha yake na mtu mwingine au mkewe kwa kiwango ambacho hata mzazi wake, hata mama yake mzazi wasingeweza kushiriki maisha yake kwa kiwango hicho. Kwa hicho ni hiyo ni hatua nyingine au hatua ya 3, msuri wa 3 wa mwanamume ni mume. Si kwamba hakuna wanawake wazuri tena, bali wapo. Pengine wanazidi hata huyo mke wako, wanaendelea kuzaliwa wazuri zaidi. Hata hivyo mwanamume wa ngazi hii, mume, husimama na maamuzi yake kwa mwanamke aliyemchagua. Naona kwa unamchagua huyo mwanamke mmoja utakayeambatana naye. Watakuwepo wengine ambao wengine unaweza kawaona ni kama Marikia, wengine unaweza kawaona hawana kasoro, wengine unaweza kawaona ni wazuri zaidi, lakini utabaki na maamuzi kama mwanamume ya kuendelea kusimama na huyo mmoja uliyemchagua.
Kwa sababu gani? Hii ni ngazi, ni msuri, ni nguvu ya tatu ya mwanamume. Yaani sasa huyu ndiye mwanamume ambaye amekomaa, ana msuri. Sio kuwa ukipita tu huko ukakuta mtu amevaa vibaya tayari unaanza kuvutiwa, unaanza kutaka kumwacha mke wako, unaona huyu ni bora kuliko mkewe. No. Mwanamume wa ngazi ya mume anakuwa amefanya maamuzi ya kutokurudi nyuma. Amemchagua mtu mmoja, ananyoka na huyo mmoja mpaka kifo kitakapowatenganisha. Huyo ni mwanamume wa ngazi ya mume. Na Mithali 6:32 anasema mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa. Afanya jambo litakalomwangamiza nafsi yake, atapata jeraha, atavunjiwa heshima na jeraha yake haitafutika, fedheha yake haitafutika. Biblia inatufafanulia hivyo. Kina zaidi, nafasi hii kwa mume ni ngazi ya kuonyesha nafasi ya Kristo kwa kanisa kwa huyo mkeo. Naona hapa juu tunaanza kuona anayezini. Kama sasa umeenda kulala na wanawake wengine, huna akili kabisa. Lakini yule ambaye na unaenda kujiumiza nafsi yako, unapata jeraha na baadaye unaenda kupata fedheha ambayo haitafutika. Hayo mambo hayatafutika kama mwanamume unafanya mambo hayo. Ni vema unaposikia sauti hii ukageuka na kuacha. Mwanamume ni commitment. Mwanamume ni kuweza kusimamia maamuzi ambayo unayaamua. Chagua mwanamke mmoja, simama na huyo bila kugeuka nyuma wala kutafuta mwingine. Na kina kingine cha jambo hili ya mume ni nafasi ambayo unakuwa kama Bwana Yesu kwa kanisa. Unajua namna Bwana Yesu alivyolipenda kanisa, hata lilipokuwa linamkosea, hata tunavyomkosea, hata ambavyo anatuagiza tufanye tunayoyafanya, lakini bado anatupenda vile vile. Hii ndio nafasi ya mume kwa mke wake, kuonyesha pendo la Kristo kwa kanisa, kuonyesha pendo la Kristo. Kwa ili mwanamke wako ajifunze upendo wa Kristo, lazima wewe akuone wewe mwanamume wake au mume wake ukimuonyesha namna mnavyompenda, hata pale anapoona hastahili kupendwa unampenda. Hiyo ni nafasi ya mwanamume na ni kina sana. Kumbuka Kristo ndiye bwana harusi wa kanisa na mke wake ni sehemu ya hilo kanisa. Na mke wako ni sehemu ya hilo kanisa. Unaona, kwa Bwana Yesu kwa ujumla ni bwana harusi wa kanisa. Lakini na wewe ni moja kanisa ni mabibi harusi na mke wako ni kati ya mabibi harusi wa kanisa. Kwa pia naye anasubiri kuona, yani anamsubiri Bwana Yesu, na hii ipo katika Waefeso 5:25 na 28. Hapo anafundisha hiyo msimamo wa namna hiyo. Enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Unaona, kwa kulipenda kanisa ni kujitoa kwa ajili yake. Kumpenda huyo mwanamke ni kujitoa kwa ajili yake. Hiyo ni nafasi ya mume. Kwa ukiwa kama mume unapaswa kujitoa. Unapaswa kukimbia kwa sababu ya mkeo kuona wana madhaifu au wana mapungufu. Huwa ninawaambia wanaume wenzangu, watu wote wana mapungufu na hata huyo mwanamke wako ana mapungufu na wewe unayo ya kwako. Kwa hivyo sio kukimbia dawa, sio kukimbia mapungufu. Dawa ni kujua unapaswa kumpenda na kujitoa kwa ajili yake. Hili ndivyo ambavyo neno la Mungu linatufundisha. Nasema vivyo mstari wa 28 wa Efeso, hiyo Waefeso kama tulivyoona katika kitabu cha Waefeso sura 5 mstari wa 28, anasema hapo vivyo hivyo imewapasa waume kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendaye mkewe kujipenda mwenyewe. Naona kwa kumbe kama mwanamume ukiwa unampenda mkeo basi wajipenda mwenyewe. Kwa unapaswa kumpenda mke wako kama mwili wako mwenyewe. Kipimo cha upendo ni Kristo kwa kanisa. Kwa hiki ndio kipimo chako mwanamume cha kumpenda huyo mwanamke au mkeo, ni kipimo cha Kristo anavyolipenda kanisa. Hivyo mke akitaka kujua upendo wa Kristo, sacrificial love, yani ule upendo wa kujitoa, anapaswa kuuona au kutazama kwa wewe, yani mume wake, unavyojitoa kumwelekea. Na kwa mume ni kupokea jukumu la kumfunua Kristo kuwa mke wako, kwa mke wako. Unaona, kwa mwanamume kuwa mume ni kupokea jukumu la kumfunua Kristo. Umeona, unamfunua Kristo kwa mke wako. Anapaswa kukuona na kulielewa jambo hili. Na huu
ni wajibu, unapaswa kupokea kwa heshima kubwa na kutetemeka. Kwa kuwa mume ni heshima, unapaswa kupokea kwa heshima kubwa na kutetemeka, kwa sababu unaenda kumwakilisha Yesu Kristo, Bwana Mwokozi wa kanisa. Unaenda kusimama kumwakilisha, kumfunua huyu, kumwakilisha kwa mke wako. Na angalia mume mvulana anavyomwaibisha Kristo huku ndoani, maana yeye anachojua ni kutoa mwili wake tu, au kutoa maungo na maumbile. Yaani kunaona huyu mume mvulana bado ana msuli mmoja tu ule kule, basi anabaki kusimama, yeye anachoweza kutoa kwenye ndoa ni mwili wake, maungo tu. Kwa basi anamwaibisha Kristo kwa kukosa tabia. Hawezi kumfunua Kristo kwa sababu tayari ufahamu hana wa kutosha katika kusimama jambo hili. Basi tunaenda msuri wa 4. Msuri wa 4 ambao ni baba. Msuri wa 4 ni baba. Si unafahamu Mungu hujitambulisha kama baba. Mathayo 6:9 nasema baba yetu uliye mbinguni. Hiyo ni namna ambayo tunamtambua Mungu kuwa ni baba. Yeye mwenyewe Mungu amejitambulisha kama baba. Baba wa yatima katika Zaburi 68:5 amejitambulisha hivyo. Lakini baba ni chanzo. Kupitia wewe kuna watu watakuja duniani na watakuwa na vinasaba vyako, kundi la damu la kwako, pia jina lako. Kwa ukiwa baba, baada ya kuwa mume, unakuja kuwa ngazi au msuri wa 4 ambao ni nafasi ya juu kabisa ambayo Mungu anajitambulisha nayo. Anasema yeye ni baba. Basi na wewe mwenyewe unakuwa baba, unakuwa chanzo cha watu wengine kuja duniani, na pamoja na hivyo watakuwa na vinasaba vyako, wanakuwa na kundi lako la damu, watakuwa na jina lako. Basi pamoja na hayo yote kama baba, basi tambua kuwa baba ni kukubali majukumu kama baba yetu aliye mbinguni. Kwa kuwa baba ni kukubali hayo majukumu kama vile baba yetu aliye mbinguni. Na tukimaliza kumsifia, yaani tukishamaliza kumsifia hapa tunapoomba baba yetu uliye mbinguni, ukimaliza kuomba baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, tunaanza kuomba riziki. Utupe leo riziki yetu. Kwa ukiwa baba, watoto wako, wana wanaokufuata watakuomba riziki, watakuomba mahitaji, wataomba mahitaji yao. Nasema utupe leo mkate wetu wa kila siku. Ukimaliza tu kumsifia Mungu, unaanza kumwomba mkate wa kila siku. Kwa na wewe kama baba utaomba mkate wa kila siku. Haya ni majukumu. Si unajua tukimwomba mkate hatupi jiwe. Kwa Mungu huyu mwandishi anatusisitiza kwa tukimwomba mkate hatupi jiwe. Tukimwomba samaki hatupi nyoka. Umeona? Kwa huyu ni ubaba ni majukumu. Ubaba ni majukumu. Kwa baba ni kukubali majukumu ya kuishi kwa ajili ya wengine na vizazi vingi vinavyokuja. Katika yote utendayo unapaswa kuwawazia wengine. Kwa ubaba ni kuwawazia zaidi wengine, kwa wale wanaokuja baada yako, vizazi vyako, watoto wako, watoto wako, wajukuu zako, watakuwaje, itakuwaje, watakuwa kwenye msingi upi. Kwa hayo ndio baba unapaswa kuyafanya. Pokea ukweli huu kuwa baba ni zaidi ya uwezo wa kutungisha mimba. Kwa ubaba ni zaidi ya kutungisha mimba. Ubaba ni kumrithisha Mungu wako kwa vizazi vyako, kurithisha jina, yani ubini, yani si ubini bali heshima inayoambatana na jina. Kwa unapaswa si tu kuishia kuwapa watoto wako jina, yani kuishia tu ubaba wa kuachia jina na ukamalizia hapo. Hapana, unapaswa kwenda mbali. Ubaba unatokana na heshima, ile heshima utakayokuwa nayo unayoijenga na watoto wako na wajukuu na mpaka huko vizazi vya 3 na vya 4 watakuja kuifaidi heshima unayoijenga leo. Na huo ndio ubaba. Na jambo lingine, kurithisha mali na fedha. Hii nalo ni wajibu wako kama baba, kuhakikisha vizazi vyako vinarithi mali na fedha. Na kurithisha mifumo. Kama baba unapaswa kurithisha mifumo. Umewarithisha Mungu, ndio, umewarithisha jina na linalotokana na heshima, umewarithisha mali na fedha, lakini jambo lingine unapaswa kuwarithisha ni mifumo mbalimbali. Kuwa baba ni kuandaa vitu na watu kwa ajili ya kizazi kinachofuata, kama Nyakati wa Kwanza 22:1-7. Kwa kuwa baba unaandaa watu kwa ajili ya kizazi kinachofuata. Huu ni msuri wa 4 wa mwanamume. Kuna ubaba wa kupewa heshima kwenye mioyo ya watu kama kiongozi, kielelezo na mtu mwenye mamlaka, yani father figure. Kwa hiyo pia unaweza kuupata ubaba kwa namna hiyo, unapewa heshima.
kutokana na namna ambayo unafanya mambo, na anasema unakuwa kama a father figure, yani watu wanakutazama kwa namna hiyo. Sababu ya uovu, wengine watakosa baba, maana baba zao ni watoro au passive fathers, wanahitaji wa baba wa aina hii. Kama yule ambaye au wewe ambaye ulikuwa huna baba, au baba yako ni absent father, wa baba watoro, au alifanya tu wa baba anasema ni kama sperm donor, amezalisha alafu akakimbia akaondoka, au alifariki mapema, pole, lakini unapaswa kuwa na father figure. Unapaswa kutafuta baba ambaye utajifunza kutokana na heshima na mambo anayoyafanya, mambo namna anavyonenda, principle anazoziapply. Unapaswa kuwa na baba wa namna hii. Na jambo lingine hapa unapaswa kuwaza zaidi wanao, iweje jamii, iwazie jamii, iwazie nchi yako, na iwazie kizazi chako au kizazi chetu na vizazi vinavyofuata. Kwa waza kwa ajili ya nchi yako, waza kwa ajili ya jamii yako, waza kwa ajili ya vizazi vinavyofuata, itakuwaje? Huo ndio baba. Muunganiko wa ubaba na baba, namna uhusiano wa watoto wako au watu walio chini ya mamlaka yako iwaelekeze hatimaye wamfahamu baba wa mbinguni. Kwa hapa kama baba umekuwa father figure, lakini watu ambao wanakufuata chini yako kama baba waunganishe, wamfahamu baba aliye mbinguni ambaye ndiye baba yetu sote. Kwa baba ni kuaminiwa na Mungu kumfunua anafananaje. Kwa baba sasa unamfunua Mungu baba mwenyewe anafananaje. Kwa ni jambo jema sana kuhakikisha ulichafui jina lake. You never misrepresent God. You never misrepresent him. Usimwakilishe vibaya Mungu kama baba. Kwa baba wako wewe ambaye ni umetayari umekuwa ni baba. Jambo hili ni la kuchukuliwa kwa heshima kubwa mno. Hiki ndicho kiwango kikubwa cha wanamume. Kwa kiwango kikubwa cha wanamume ni ubaba. Tumeangalia tafasiri ya wanamume. Kwanza tumeona ya kwamba wanamume unaotokana na maumbile, ambao yani mwanamume anajitambua kuanzia kwenye maumbile au misuri wa kwanza. Misuri wa pili tumeona kwa mwanamume as man. Tumetoka kwenye jinsia, tumekuja kama mtu mume, ambaye huyu mwanamume tumeona namna anavyojitambua kwa tafsiri yake ni kwenye nafsi. Tumeona namba 3, tafsiri ya wanamume tumekuja kuiona kuwa ni mwanamume mume anayeamua kufikia hatua ya ukomavu, anaoa mwanamke mmoja, anasimama naye hata kifo kitakapowatenga, na kumfunua Kristo kwa mkewe. Anaishi kama Yesu Kristo anavyoishi na kanisa, anajitoa kwa ajili yake. Na baada ya hapo tunakuja kuona ngazi ya 4 au msuri wa 4 wa wanamume ni ubaba. Huu msuri wa 4 wa ubaba tumeuona si jambo dogo kuwa baba ni nafasi ambayo anamfunua Mungu Baba kwa watu wanaokutegemea au watu wanaokuwa karibu na wewe. Kwa ni nafasi ya juu ya kujitoa kwa ajili ya kurithisha watoto wako mifumo, kurithisha Mungu wako, kurithisha kama ulivyowarithisha vinasaba, majina na kundi la damu, utawarithisha pia na mali na fedha na heshima na hayo yote. Hiyo ndio msuri wa 4 wa wanamume, sawa na kitabu hiki ambacho mchungaji James Kalekwa ametuandikia na ametusaidia kama jamii kufahamu na kumfahamu huyu mwanamume. Kwa kama mwanamume ni jambo jema kuendelea kujitafutia tafasiri na maarifa mbalimbali zaidi kuhusu mwanamume. Haitoshi tu kuwa mwanamume, haitoshi kuzaliwa wa kiume. Paswa kuendelea kutafuta maarifa, kujua njia, kanuni, sheria, yale yote ambayo tumeyaona ya namna ya kusimamia maamuzi yako, kuonyesha wanamume wako. Hiyo ndiyo itakuwa ni namna bora sana ya kuendelea kusimama katika mwanamume. Na mwanamume akisimama katika msingi wake, basi jamii au dunia nzima inapona, familia zinapona, kwa sababu kila mmoja anakuwa amesimama kwenye ile nafasi ya kuonyesha wanamume wake. Hivyo uliyenisikiliza na kunitazama, mimi ninakupongeza sana na ninakusihi sana, tafuta kitabu hiki cha Pastor James Kalekwa kama unahitaji, kwa sababu ni bure kabisa.
Tafute kwenye mitandao yake ya kijamii, unaweza ukapata hicho nakala kitabu chake, lakini unaweza kuandika hapo chochote kwenye comment. Kama utahitaji kitabu pia tunaweza tukawasiliana, nikakusaidia namna ya kukipata. Zaidi sana umefuatilia channel yetu hii Vitabu na Uchambuzi, subscribe hapo, tunaendelea kuweka maarifa mbalimbali ya kujenga jamii yetu. Na zaidi sana unaweza kutusaidia ukashare, kwa sababu tunatamani jumbe hizi zitusishie kuzipata watu wachache. Tunatamani kuijenga jamii yetu na uchanya, tunatamani kujenga jamii yetu na maarifa bora. Kwa lengo letu kubwa, tunatamani watu wasikie, watu wengi. Kwa jambo moja unaweza kulifanya la kutusaidia kuwafikia watu wengi ni kusubscribe hapo na ukabonyeza hata alama ya kengele. Tukiweka video zingine unaweza kuzitazama, kwa sababu hapa tunachambua vitabu vya namna mbalimbali, vitabu vya kiuchumi, vya kisiasa, vya kiroho, vya mambo mbalimbali ambayo yatakusaidia kukujenga na kwa bora zaidi utayapata kutoka hapa Vitabu na Uchambuzi. Lakini zaidi sana, kama utakuwa na jambo zaidi unaweza ukahitaji msaada na mawasiliano yetu zaidi, unaweza ukatutafuta kwa namba za simu 0745746691. Mimi mchambuzi wako Japhet Katana, nimefurahi sana kuambatana pamoja na wewe hata hapa ninapofikia kuhitimisha kitabu hiki. Mimi ni mwanamume. Ni kitabu ambacho ni bora sana kama tulivyokitafuta na kutazama haya yaliyoelezwa humu ndani. Na zaidi, Mchungaji James Kaleko anaendelea kutoa mafundisho mbalimbali. Fuatilie kwenye mitandao yake, fuatilie, endelea kujifunza na kupata yale ambayo Mungu anamtumia kujenga kizazi chetu na hasa wanamume. Mungu akubariki sana, na ninakushukuru kwa sababu umeambatana na mimi mpaka hapa tamati. Nikukumbushe mara ya mwisho, subscribe hapo kwenye channel yetu. Basi ninakuaga kutoka hapa studio yetu Vitabu na Uchambuzi. Bye bye. Thank you so much. I love you.